wawili. Nikiingia katika kipengele cha kifo, marehemu amefariki kutokana na majeraha yaliyosababishwa na kupigwa sehemu mbalimbali za mwili wake, na imekuwa mara nyingine sio rahisi kuishia hapo tu, lakini nizungumze kidogo. Alipata majeraha yaliyosababishwa na kupigwa sehemu mbalimbali za mwili wake. Hii ni kwa uthibitisho tulioupata kutoka kwa madaktari, vyombo vya usalama tuliokuwa nao kwa wakati huo, lakini pia sisi ndugu zake. Lakini bado linabaki swali la nani, nini, wapi, kwa namna gani, na hili tunaweza kuishia hapo, kwa maana ya kwamba linaendelea kufanyiwa uchunguzi na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Lakini jambo ambalo ninaweza kuliongea bila kuharibu uchunguzi unaoendelea kufanyika, ninaweza tu kusema ya kwamba ndugu yetu Emmanuel Matiasi ameporwa uhai wake, na hii haijabaki kwa upande wake peke yake, imekuwa ikireflect back. Yeye ameporwa uhai wake, na kwetu sisi sote tumeporwa maisha yake. Kibinafsi amegusa maisha yangu katika nyanja nyingi. Wengi tuliosikia mpaka sasa wakizungumza na kutoa shuhuda wameguswa na mambo mbalimbali aliyoyafanya katika maisha yao. Kwa hiyo licha ya kuporwa uhai wake, sisi tumeporwa maisha yake kwetu, na nitoe rai kwetu ama changamoto tu ya kwamba kwetu sisi tunaobaki tukimtazama namna alivyokuwa na maono, utekelezaji, kwa sababu kuwa na maono ni jambo moja, kutekeleza ni jambo jingine. Tunachukua hatua gani kuyaenzi mema mengi ambayo ametuachia? Moyo wa upendo, moyo wa kusaidia, na mambo kadha wa kadha ambayo tunajua yamegusa maisha yetu na maisha ya wengine, ili tunapoondoka pia katika safari hii ambayo sisi sote tutapitia, tujue tunaacha mambo gani nyuma yetu, ama watu wana